Semina yetu inaisha leo. Nikupongeze wewe ambaye umejitahidi na umeweza kufika kwenye semina yetu nzuri. Ufungue moyo wako, Bwana atasema na wewe. Kwa hiyo napaswa kuchangamka, ukae kama watu ambaye wapo kwenye semina. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Tunatenda makuu. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Asante sana, tukae. Tunapozungumzia semina, sio mahubiri, ni mafundisho. Ninakuomba ndugu yangu ushikamane na kauli mbiu nzuri ya Tanzania Assemblies of God. Miaka 13 ya moto wa uamsho, pawepo na badiliko kubwa lisilo la kawaida. Ndio maana tunazungumzia habari ya moto wa uamsho. Tunataka mambo yaende ya kimungu, yaende kama yalivyokuwa yamekusudiwa tangu zamani. Ndio maana tunafundisha matendo ya mitume sana. Maana yake ukijaza Roho Mtakatifu ndio mabadiliko mojawapo. Ukijaa uwepo wa Mungu ndio badiliko mojawapo. Tangu nimeingia hapa, nimeona uwepo wa Mungu upo. Lakini sikiliza, uwepo wa Mungu unaondoka. Tunapozungumza hivyo, maana yake ni kwa mtu binafsi. Unaweza kashangaa ulikuwa moto, baadaye ukawa nini? Baridi. Jana tukajifunza kwa habari ya muhimu wa kumpokea Roho Mtakatifu. Tukaona ni lazima, tuko katika uwanja wa vita, lazima tupokee Roho Mtakatifu. Tunaambiwa vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya mamlaka ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Na sasa hivi tunahubiri habari ya moto wa uamsho. Moto uanzie ndani, alafu tokee nje. Neno la Mungu linapaswa kuheshimiwa na kama lilivyo. Kwa hiyo usidharau neno la Mungu, usidharau kabisa ibada. Ukidharau ibada umemdharau Mungu. Usidharau hata siku moja. Kwa hiyo niwaombe tusikilize maneno ya Mungu ambaye yana faida kwetu na yana faida katika kanisa letu la Msisi, ambalo kwa kweli linautafuta moto wa uamsho kwa udi na uvumba. Tunapozungumza uamsho ni Roho Mtakatifu. Kabla mitume hawajampokea Roho Mtakatifu ilikuwa hakuna uamsho. Watu walikuwa waoga tu, alafu maswali yao wanauliza ya kimwili tu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya nani jamani wapendwa? Ya Mungu. Amejifunua katika maeneo makuu matatu. Yaani maana yake Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tukajifunza kwa habari hiyo na tukaona kwamba Mungu alifanya kazi yake akamaliza. Yesu akafanya kazi yake akamaliza, akapaa mbinguni. Na sasa hivi tukaona Roho Mtakatifu ndio kazi yake sasa hivi katika ulimwengu huu. Hata kanisa la Bwana duniani litapokelewa na Roho Mtakatifu, alafu litapelekwa kukabidhiwa kwa Yesu mwenyewe hapo juu. Ndio maana tunaambiwa hivi, watakaye mlaki Yesu ni wale wenye nguvu, ambaye watapaa. Ile nguvu ya kuwasaidia kupaa kutoka duniani ni Roho Mtakatifu. Hebu jaribu sasa hivi, simama. Hebu njoo bwana, njoo. Hebu paa kidogo. Hebu paa kidogo tu, unyanyuke kidogo hivi. Paa. Hawezi kupaa. Yesu hatashusha miguu yake hapa duniani tena tangu alipopaa. Yesu atakuwa angani. Atakaye mkuta kule ni wenye uwezo wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Wenye uwezo wa Roho Mtakatifu ambaye ndio zamu yake sasa. Nafsi ya tatu inafanya kazi duniani sasa hivi. Sasa Mungu akitaka kusema na wewe anapitia Roho Mtakatifu mwenyewe. Roho Mtakatifu ndio anakupa taarifa hiyo. Sasa Roho Mtakatifu ni wa muhimu kwa mshirika. Baraka zote za Mungu zinazoonekana kanisani, watu wanabarikiwa, wanakuwa watu wengine wa tofauti, ni kwa ajili ya nguvu hiyo ya Roho Mtakatifu. Si unaona mwenzetu ameshindwa kupaa? Hata mimi siwezi kupaa. Petro alishindwa kutembea katika maji yale kwa sababu hana nini? Hakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio sababu kubwa, kusudi kubwa la mshirika wa sasa hivi na ibada zetu ziwe na Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe alijazwa. Roho Mtakatifu alitoka juu kama hua, akaja katua kwake, pap, akajaa, akafurika. Alipojazwa tu Roho Mtakatifu akaongozwa. Akamwambia twende ukajaribiwe na Ibilisi, alafu ufunge siku ngapi? Siku 40 bila kula na kunywa. Wapendwa, tumtafute Roho Mtakatifu kwa bidii. Ibada
zinazojaa Roho Mtakatifu ni ibada zinazosema na Mungu moja kwa moja bila upinzani. Nilikuwa nakumbusha yale ya jana, leo nataka tu nikwambie hivi: ngoja ahadi na ujazo Roho Mtakatifu. Ungoja, unatakiwa ungoje kwa maombi. Kanisa la Tanzania Assemblies of God ni kanisa la kisomi, na watu wake wanapaswa kuwa wasomi, watu wanaelewa. Hata kama akisimama kwa mtu, anaweza kumweleza mtu habari ya neno la Mungu pasipo kuchanganya kitu chochote. Mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anaitwa Daktari Luka, na ukisoma kwa historia, aliandika kitabu hichi mwaka wa 150 ndio akaandika. Kabla hakijakamilishwa jina, ikabidi wakiite kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini mwaka wa kukamilishwa ni mwaka wa 65. Kitabu hichi na jina jingine Matendo ya Roho Mtakatifu. Katika vitabu vyote, hichi ni kitabu kilichojaa ujumbe wa Roho Mtakatifu. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, kasikilize maneno yangu. Mstari wa 41. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Hawa ndugu zetu tukaona kwamba isingewezekana kuhubiri neno la Mungu pasipo kujazwa Roho Mtakatifu. Ndio Wakristo tunatakiwa tutafakari maneno ya Mungu kwa kina sana. Je, mimi nimeokoka? Mitume wa zamani walikaa Yerusalemu, wakakaa pale, wameambiwa wakae wangoja hadi ya Roho Mtakatifu, akawaagiza wasitoke Yerusalemu. Mpendwa, ukiokoka usitoke Yerusalemu, maana yake usitoke kwenye maombi. Hawakuambiwa wakae tu pale labda wanaogopa kitu fulani. Kwa hiyo walipewa utaratibu. Yesu anawaambia hivi, aliwaonyesha kwa dalili nyingi sana. Wakati ameteswa mpaka siku 40, anaonekana kwao, anawafundisha, anawaonya, anawaambia mambo mengi ya kimungu. Kuna mambo ambayo tunaona ndugu zetu walipompokea Roho Mtakatifu waliyafanya kwa bidii sana. Moja wapo yule ambaye alikuwa mwoga. Neno la Mungu hapa, naomba unisomee neno la Mungu, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 43. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na Petro akasimama mbele ya watu wengi mno alipojaa Roho Mtakatifu. Neno lingine la pili, ishara na maajabu zikafanyika isiyo ya kawaida sana. Hivi Petro jamani, kivuli tu, kivuli chake, kivuli kinaenda kuponya wagonjwa, na hizo ni ishara za ajabu mno, ishara za ajabu. Huo ndio uamsho. Baada ya kumpokea Roho Mtakatifu ndio utakutana na mambo haya. Bila Roho Mtakatifu mpendwa, hakuna uamsho. Sasa uamsho tunausubiri. Unafikiri tunausubiri tukiwa tumekaa? Mpaka ujishughulishe, ukae Yerusalemu. Baada ya uamsho, baada ya watu kujaa Roho Mtakatifu, kanisa linaongezeka siku hadi siku. Tukaona maajabu, ishara nyingi zikifanywa na mitume. Na ndio hapo tunaona magaidi wengine ambao wanawaua watu wa Mungu wakaokoka, wakina Petro, wakina Paulo. Wanaitwa Sauli. Asingeokoka Sauli bila nguvu ya Mungu. Sauli alikuwa anatisha, alikuwa ni mtu kaidi. Nguvu ya Mungu ikimjia mtu anafinyangwa, ujeuri unaisha, ukaidi. Ukiona mtu mkaidi, jamani wapenda bado. Ukaidi, buri, jeuri. Alafu bado anasema naenda mbingu takatifu. Hakuna kitu kama hicho. Tunatakiwa tufinyangwe na Roho Mtakatifu. Tutengenezwe. Uamsho uonekane. Bila unyenyekevu mpendwa, haiwezekani. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu ni ana muunganiko kati ya mchungaji, kati ya mshirika, kuna muunganiko mkubwa. Roho Mtakatifu anakuwa anaugua kila wakati kwa ajili ya watu wake, kwa sababu kuna muunganiko mkubwa. Ndio maana hata kanisani ukikaa hapa, usipomuona mtu fulani, moyo wako unazikika, unaumia. Si ndio maana wapendwa? Kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Kuna muunganiko fulani, kuna connection fulani ya Roho Mtakatifu ambaye ametuunganisha. Tunapendana. Akipata shida mtu mmoja tu, tumepata wote. Kwa sababu kuna muunganiko wa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana tusaidie sana. Jamani, uamsho unaanza na mtu
moja. Hebu mwambie mwenzako uamsho unaanza na mtu mmoja. Uamsho unaanza na mtu mmoja. Sema uamsho unaanza na mimi. Uamsho unaanza na mimi. Ndio. Sio lazima ukija kanisani huko ndio ubebelezwe. Useme hivi, mimi wakiimbaga ndio na mimi naanza kusikia msisimuko. Hapana. Wasema mimi kwenye sifa wakimsifu Mungu najisikiaga, naanza kujisikia la. Hapana. Jana tulisema hivi, anza nyumbani. Ilikuwa ni jana juzi. Anza nyumbani. Jamani, Bwana Yesu tusaidie sana. Haleluya, watu wa Mungu. Mimi wanaanza nyumbani. Na mwimbaji mmoja akaimba neno kubwa sana, akasema ibada njema inaanza wapi? Nyumbani. Aliimba neno kubwa sana na sio la kawaida. Ibada haianzi kanisani. Inaanzia nyumbani. Umeitengeneza na umeishi. Ibada ni kitu ambacho unakiishi wewe mwenyewe. Ndio maisha yako. Jamani, Bwana Yesu tusaidie sana. Sio ukija kanisani ndio unabadilika unakuwa mlokole. Ukienda nyumbani umekuwa simba. Ukienda mtaani umeharibikiwa kabisa. Watu wanashindwa kuelewa. Sasa huyu mtu ni Mkristo gani? Ameokokaje huyu? Anamwaminije Yesu huyu? Sifa zetu zionekane kweli kweli. Za kuokoka kweli kweli. Sio kuja kuokokea kanisani ukitoka unakaa vazi lingine. Hapana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Basi mimi nafikiri kwa leo nifikia hapa na kwa maneno